dhambi na kutoa majina yake. Kila goti litapiga na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Jehova, tunapoanza Baba wa rehema, anza nasi tena siku ya leo. Na Baba mweza wa yote, neno lako ndio uumbaji wetu Baba. Neno hilo lituumbe tena upya Baba. Liumbe taifa letu, liumbe na viongozi wetu. Neno liumbe mataifa yote, liumbe watu wote Baba wa rehema. Mungu mweza wa yote, neno lako ni wewe mwenyewe. Na Baba, neno Baba liwe na macho, lipite kila hatua Baba katika maisha ya utakatifu wako waliopo hapa. Neno liwakuishe, neno liwatakaze Baba. Vyote vilivyobaki baada ya kufunguliwa Baba, vitakasike Baba katika neno lako Mungu mweza wa yote. Na Baba, injili yako ipate kupenya na kwenda katika mataifa yote. Baba, tunaweka taifa letu katika mkono wako Baba, kwa wakati tuliokuwa nayo. Amani yako itamalaki Baba mweza wa yote. Ila za adui shetani tunabatilisha. Na Baba, igusa na uchumi wetu Baba mweza wa yote. Gusa uchumi wa kila mmoja Baba wa rehema. Na Baba, sema nasi tena jioni ya leo. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku nyingine tena tukiwa mbele za Bwana na tukiwa mahali palipo wekwa jina la Bwana. Lengo ni tuendelee tena kula na kunywa mbele za Bwana. Neno la Mungu ni chakula cha uzima, lakini pia ni maji ya uzima. Kumbuka ya kuwa wewe ni roho, na chakula cha kiroho neno la Mungu. So tunapojifunza kila wakati, tunalisha roho zetu. Tunapolisha roho zetu, basi kinachofanyika ni tunaimarika kiroho. Watakatifu wa Bwana, kama kila siku utakuwa kwenye mafundisho na unapata kila siku neno moja mpya, baada ya muda utakuwa kiroho, utakuwa vizuri sana. So hebu leo tuende tena. Jana tuliishia sura ya 17. Kwa neema ya Mungu tuende kwenye sura 18 na tukiendelea na habari za uharibifu katika nyumba ya Daudi. Sehemu ya pili ya kitabu cha Samueli wa pili kuanzia sura ya 11 mpaka sura ya 24. Hakuna amani na furaha katika nyumba ya Daudi na hata katika utawala wake, lakini kwa matokeo ya mabaya aliyetenda. Hebu nikuambie sura ya 18. Sura ya 18 ni kushindwa kwa Absalom. Absalom anatengeneza fitina, na katika hiyo fitina watu wanaungana nayo wengi. Tayari ushauri mbaya wa Hushai ya kuwa Absalom akusanye watu kuanzia kule kaskazini Dani mpaka kusini Beersheba, na atoke mbele ya watu hao, mtu ambaye hajawahi kwenda kupigana. Lakini kwa sababu aliambiwa kuwa amechaguliwa na Mungu, tayari alipokwezwa Absalom akakwezeka. Sasa Absalom tunakwenda kuona akishindwa kwenye sura ya 18 baada ya kufanyika nini? Baada ya kutoka sasa kwenda kupigana na Daudi. Lakini hebu tuone atashindwaje. Dondoo ya kwanza ni kushindwa kwa Absalom. Kushindwa kwa Absalom ni mstari wa kwanza mpaka wa 8. Kushindwa kwa Absalom mstari wa kwanza mpaka wa 8. Dondoo ya pili ni kifo cha Absalom. Kifo cha Absalom ni mstari wa 9 mpaka 18. Na dondoo ya tatu ni taarifa ya ushindi. Taarifa ya ushindi ni mstari wa 18 mpaka 28. Taarifa ya ushindi mstari wa 18 mpaka 28. Na dondoo ya 4 na ya mwisho ni Daudi aulizia juu ya Absalom. Daudi aulizia juu ya Absalom. Hiyo ni mstari wa 29 mpaka 33. Hebu sasa tuende moja kwa moja kwa jina la Yesu, tupate kuona ya kuwa tutafikia wapi. Twende katika sura ya 18 na twende kwa kutua.
theluthi moja chini ya mkono wa Yoabu na theluthi ya pili chini ya mkono wa Abishai mwana wa Seruya nduguye Yoabu na theluthi ya tatu chini ya mkono wa Itai Mgiti. Mfalme akawaambia watu, bila shaka mimi mwenyewe nami nitatoka pamoja nanyi. Lakini watu wakasema, wewe usitoke nje, kwa maana tukikimbia hawatatuona sisi kuwa kitu, au tukifa nusu yetu hawatatuona kuwa kitu. Lakini wewe huwa thamani kuliko watu 10,000 katika sisi. Ona tayari ushauri wa Hushai ya kuwa Absalom akusanye watu wote wa Israeli wote na atoke sasa wamsake Daudi. Lakini kumbuka, Daudi anao lile jeshi la watu 600 ambayo imebeba wale mashujaa wa Kerethi, wa Pelethi na Wagiti. So amewapanga kwenye makundi mangapi? Matatu. Kundi moja inaongozwa na Yoabu, kundi la pili inaongozwa na Abishai, la tatu inaongozwa na Itai ambayo alikuwa ni jamaa kutoka kule kwa Filisti. Lakini kumbuka, hilo jeshi dogo sasa inataka kukabiliana na jeshi la Absalom ambayo ni Waisraeli wote, lakini wanakwenda kupelekwa kwenye msitu wa nani? Wanapelekwa kwenye msitu ambayo itawala, hata msitu utaungana na Daudi. Ina maana waliyeliwa na msitu walikuwa wengi kuliko waliyeliwa na upanga. Ni msitu ndio iliyemla nani? Absalom, maana alinasa juu ya mti. Akiwa kwenye nyumbu inaondoka, akainasa. Msitu ile wala wengi sana. Waliyeliwa na msitu walikuwa wengi kuliko waliyeliwa na upanga. So ni jinsi gani Daudi kwa kumwomba Mungu. Absalom wala alikuwa muombi Mungu, wala alikuwa na mapenzi yote na Mungu. Lakini hebu twende kwa jina la Yesu. Kwa hivyo sasa ni afadhali ukae tayari kutusaidia toka mjini. Mfalme akamwambia, yaliyo mema machoni penu ndio mtakayofanya. Basi mfalme akasimama kando ya lango na hao watu wakatoka kwa 1000 zao na 100 zao. Mfalme akawaamuru Yoabu na Abishai na Itai akasema, mtendeeni yule kijana Absalom kwa upole kwa ajili yangu. Nao watu wote wakasikia mfalme alipoagiza makida wote katika habari za Absalom. Hivyo watu wakatoka waende nyikani ili kupigana na Israeli, na vita vikatokea ndani ya msitu wa Efraimu. Umeona sasa? Vita vinapelekwa kwenye msitu wa Efraimu. Ilikuwa msitu mkubwa kweli kweli, msitu mzito. Lakini kumbuka ya kuwa wale watu 600 wanamwambia Daudi ya kuwa Daudi hatatoka pamoja na wao, maana wanasema ya kuwa wao wakikimbia wala hawatakuwa wa thamani. Lakini Daudi kwao alikuwa ni kama watu 10,000. So wanasema kama ni msaada, Daudi awape msaada akiwa katika mji, lakini wao waende kupigana. Lakini kupata picha kwa watu 600 wanakwenda kupigana na watu 1000 kadhaa. Ni jinsi gani ushindi wa Bwana hautegemei wingi wa watu. Ushindi wa Bwana hata kama ni watu wachache, ili mradi wanakaa katika mapenzi ya Mungu, Mungu utenda kazi na mambo manyonge. Mungu atende kazi na wewe kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuchague na uwe katika wale ambayo wanapendeza moyo wake, naye atende pamoja nawe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuchagua ili atende pamoja nawe. Kumbuka jambo la kwanza, yale anayotaka kutenda kupitia wewe yanakuwa tayari kwako, yameshatendeka. Kama unawekea watu mkono unapona kwanza wewe. Kama miujiza inatokea kwenye maisha yako kwanza. Bwana akupe uwezo wa matendo makuu kutendea kupitia wewe, lakini udhihirisho kwanza iazie kwako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende katika jina la Yesu. Amen. Watu wa Israeli wakapigwa huko mbele ya watumishi wa Daudi, kukawa na maangamizo makuu huko siku ile ya watu 20,000. Sasa hapo kuna makundi mawili. Watu wa Israeli, ina maana makabila 12 yanamuunga mkono nani? Absalom, walimpaka mafuta. Lakini hebu nikuulize sasa, kwa nini hawa watu ambao wameona mambo Daudi amefanya, Daudi amepanua ufalme, Daudi ameshinda mpaka mataifa yaliyoshindikana wakati wa utekaji wa Kanaani,
Daudi amefikia tayari mipaka ambayo Mungu aliweka kupitia Musa ya kuwa wangetakiwa wafikie. Tayari kaskazini kule Dameski, Daudi amefika kule. Ukienda kusini kule katika mto wa Misri, amefika kule. Ukienda moja kwa moja kwenye upande wa magharibi, bahari ile kuu, tayari waliyekuwa kwenye pwani ama mwambao wa bahari ile kuu walikuwa na Wafilisti. Tayari Daudi ameshateka miji yote wa Filisti, wako chini ya Israeli. Upande wa mashariki Daudi ameshateka mpaka kule kwenye mto Frati. Nini? Watu hao hawaoni matendo hayo makuu. Mwanadamu aweza kubadilika, mwanadamu aweza kugeuka, mwanadamu aweza kukuacha. Ndio maana wale waliomwimbia Daudi, wale walienda matendo makuu tayari. Lakini hebu nikuulize, umewahi kujiuliza kwa nini watu hawa walimgeuka Daudi? Sasa wacha nikwambie, dhambi alizotenda Daudi ilishafichuka. Walijua kabisa habari za Daudi kumuua nani? Kumuua Oria na kuchukua mke wake. Maana jambo lile Ahithofeli asingeweza kunyamaza naye. Jambo hile ilijulikana. So kumbuka ya kuwa hata habari za Daudi kwenda kinyume na Torati wale watu walishaona. Daudi mwanae anabaka umbu lake, lakini kumbuka ya kuwa hachukui hatua yote, wakati Torati ilitakiwa yeye ndiye asimamie Torati. Absalom mwanae anamuua mtu, hachukuliwi hatua. Anachoma shamba ama kiwanja, hachukuliwi hatua. Tayari watu wale waliona mabaya ya Daudi. So mabaya pamoja yalikuwa machache ukilinganisha na mema aliyetenda Daudi, lakini mabaya watu kuona mabaya sana. Ndio maana unakuta umetenda mema 10 lakini baya ni moja, baya likafunika mema yote. So mabaya ya Daudi yalifunika mema aliyetenda. Ndio maana sasa kinachofanyika ni nini? Kama Daudi angepata mtu ana muasi lakini yuko kwenye mapenzi ya Mungu, Daudi angekwenda na maji. Kama asingemrudia Bwana na kuomba, ushauri wa Ahithofeli ilikuwa inampiga mieleka moja kwa moja. Lakini Daudi anamuomba Mungu. Lakini wacha nikwambie, bado matokeo yale hayo hajatendea kazi. Maana unapotenda dhambi tayari inazaa dhambi. So maisha ya Daudi imejaa dhambi. Utaona kabisa ya kuwa tunapokwenda, utaona ya kuwa Absalom alichagua Amasa ili awe nini? Awe ndio kiongozi wa wapiganaji. Utaona Daudi sasa akitaka kuwaingia wale wa Yuda, akiwaambia nani? Akiwaambia Sadoki na Abiathari ya kuwa waambie wa Yuda kwa mbona wamechelewa kumkaribisha mfalme. Lakini akiwaambia pia ya kuwa atamweka Amasa kuwa kwenye nafasi ya Yoabu. Alitaka kumtoa Yoabu. So Yoabu atamuua Amasa, lakini baada ya Daudi kumchagua nani? Amasa ya kuwa nenda katika Yuda uchague watu utengeneze jeshi ili umfate nani? Sheba anayetutakayemuona alifanya uasi pale wakati Daudi anakaribishwa tena arudi Yerusalemu. Lakini Amasa akachelewa kusanya watu. Tayari Daudi anachukua wale watu mashujaa, lakini akimchagua Abisai awe kiongozi. Lakini kumbuka ya kuwa Yoabu akachukua, maana Yoabu hakupenda kuwa na mpinzani. Ndio maana alimua Abune. Tayari anamuua Amasa. Lakini upata picha kwa Daudi achukua hatua yoyote. Lakini cha ajabu, Daudi anataka kufa sasa. Anamwambia mwanae kwa sasa, mwanangu, alimuua Amasa, alimuua Abune, sasa hebu mtendee haki sasa, umhukumu sasa. Miadi shindwa ili kumhukumu. Daudi anataka kuja kutwika mwanae mzigo wa kuhukumu watu ambao walitenda mabaya miaka mingi iliyopita. Ndio maana nasema hivi, jihadhari, maana hata mabaya wanayotenda sasa hivi yanaweza kuja kuathiri watoto wako. Mabaya waliyotenda baba yako yalikuathiri mpaka ulipoingia kwenye ukoo. Hapo ndipo ulipohamia kwenye ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi.
mwana wa Ibrahimu, na mabaya yote yakawa sasa yamejitenga na wewe. So utende mema, ili kama Yesu akichelewa kurudi, watoto wako waendelee kuvuna yaliyo mema. Niona nasema kwamba tenda mema ili uzao wangu wavune mema kwa jina la Yesu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mbingu na nchi na tumeshuhudia ukiinua mkono juu. Nenda ukatende mabaya yako, tushauri yako. Hebu twende. Kwa maana vita vilienea huko juu ya uso wote wa nchi, na siku ile huko msitu pale wataanza kutwala waliokuwa na upanga. Eti msitu ilikuwa inawala watu. Msitu. Mti yani, ina maana unapompendeza Mungu kila kitu kitakuunga mkono. Daudi sasa anaomba Mungu, maana kumbuka Daudi yuko kule anaombaje, na hapo Daudi aliandika zaburi nyingi sana, ambao hizo zaburi zilimsaidia sana kumweka karibu na Mungu. So msitu inamuunga mkono. Waliyekufa tu pale msituni pasipo kuuawa kwa upanga eti walikuwa wengi kuliko. Kumbe ukimpendeza Bwana, hata mazingira yatakupigania. Joshua, mazingira ya kupiganie kwa jina la Yesu. Amen. Mambo yote yanayokuzunguka wapigane, wawe wajumbe wako, wapigane kwa niaba yako kwa jina la Yesu. Amen. Hata jiwe linaweza kumfanya mtu ajikwae mpaka dondoke, safari ya kuja kukutafuta ikaishia pale, akarudi kwake. Msitu inawala watu. Absalom anaondoka na nyumbu, kanaswa na mti hawezi kufanya kitu, amebaki amening'inia kama juu. Msitu ikuunge mkono kwenye vita vyako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Na kwa bahati ya Absalomu akakutana na watumishi wa Daudi. Naye Absalomu alikuwa amepanda nyumbu wake, na yule nyumbu akapita chini ya matawi. Alipoona kabisa anazidiwa, akaamua kulala mbele ya safari. Msitu kasema kabisa, unaenda wapi wewe? Stop hapa. Msitu iwasimamishe wote waliyekuwa wanatafuta uhai wako kwa jina la Yesu. Amen. Hata kichwa chake kikakwama katika maroni huo, akanyakuliwa juu kati ya mbingu na nchi, na yule nyumbu aliyekuwa chini yake akaenda mbele. Basi mtu mmoja akaona hayo, akaenda akamwambia Yoabu akasema, tazama, mimi nalimuona Absalomu ametundikwa katika maroni. Katundikwa na nani? Nyumbu kamtundika, alafu nyumbu kaondoka. Haya, twende. Naye Yoabu akamwambia mtu yule alimpasha habari, je, wewe umeona haya? Mbona basi ukumpiga hata nchi papo hapo? Nami ningelikupa fedha 10 na mshipi. Yule mtu akamwambia Yoabu, kama ningelipata fedha 1000 mkononi mwangu, hata hivyo singalinyosha mkono wangu juu ya mwana wa mfalme, kwa maana mfalme masikioni mwetu alikuagiza wewe na Abishai na Itai akisema, angalieni sana mtu awaye yote asimguse ile kijana Absalomu. Umeona, Daudi pamoja na aliwapanga wale wapiganaji katika makundi matatu. Kumbuke ya kuwa aliwaambia watu wote akisikia kuwa wamtendee yule bwana mdogo Absalomu mema kwa niaba yake. Nini? Injili ilikuwepo, lakini ilikuwa imefunikwa. Injili ni agano la kale limefunikwa. Kumbe habari za kupenda adui wako na kumwombea mema Daudi alikuwa nayo. Absalom anataka kutafuta maisha yake, anataka kumua, lakini anasema kabisa kuwa mtendeni mema. Anafanya nini? Anapenda adui wake, alafu anamwombea mema. So kumbuke ya kuwa yalikuwa yamefunikwa, ndio maana watu wale hawakuyapokea vizuri. Lakini sasa sisi wa agano jipya, Yesu anasema ya kuwa tuwapende maadui zetu na tuwaombee mema wanayofanya nini? Wanayotudhisema katika jina la Yesu. Baba mweza wa yote, tazama wabaya wangu. Mimi kuanzia leo ninaanza kuwapenda na kuwaombea mema. Watendee mema kwa ajili yangu Baba, katika jina la Yesu. Nami nawatakasa wabaya wote wanayekwenda kinyume nami kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Umeona sasa, kama uwezi ukasamea wale, umeona kwenye agano la kale
kupenda adui na kumsamehe na kumwombea mema naye kuudhi, Daudi aliifanya, lakini ilikuwa ni imefunikwa, maana kabla haikuwa ni wakati wake. Ndio maana wale watu hawakuipokea, lakini sisi tunatakiwa tuipokee. Ndio maana Agano la Kale ni Agano Jipya imefunuliwa, ni Agano Jipya imefanya nini? Imefunikwa. Lakini Agano la Kale, Agano Jipya ni Agano la Kale imefanya nini? So maana sasa kwenye Agano Jipya imefunuliwa nini? Imefunuliwa vizuri sana. Ndio maana watakatifu wa Bwana, hakuna kitu ambacho kilikuwa kwenye Agano la Kale ambayo haijatimilika kwenye Agano Jipya. Ndio maana Yesu akasema hivi, hakuja kutengua Torati na manabii, bali alikuja kuyatimiliza. Ina maana kitu kinachotimilizwa ni kitu ambacho kilikuwa kijafanya nini? Hakijatimia. Sasa Injili ni Torati, lakini iliyefanya nini? Iliyetimilika. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na tena kama nitalitenda roho yake kwa hila, wala hapana neno lolote liwezalo kufichwa mbele ya mfalme, ndipo wewe mwenyewe ungalijitenga. Ndipo Yoabu akasema, siwezi kungoja na kusema nawe hivi. Akachukua vyemba vitatu mkononi mwake, akamchoma Absalomu moyoni alipokuwa kali hai katikati ya ule mwaloni. Kisha vijana 10 waliomchukulia Yoabu silaha zake wakamzunguka, akampiga Absalomu na kumuua. Kisha Yoabu akapiga tarumbeta, wakarudi watu toka kuwafuatia Israeli, kwani Yoabu akawazuia watu. Nao wakamtoa Absalomu, wakamtupa katika shimo kubwa mle msituni, wakaweka juu yake chungu kubwa sana la mawe. Kisha Israeli wote wakakimbia kila mtu imani mwake. Maana vita viliishia pale, kwa sababu aliyekuwa anaongoza Waisraeli wote tayari ameuawa. Lakini kumbuka ya kuwa wakamtupa kwenye shimo na kutupa jiwe juu yake, pale katengeneza kichuguu. Lakini kumbuka, walitenda Injili, hawakutenda Injili maana hawakuwa na wana wa Injili. Lakini Daudi maana alikuwa ni kivuli cha Yesu, ndio maana alianza kuongea Injili lakini iliyofunikwa. Ndio maana alimpenda Absalomu na kumwombea mema, lakini aliyeomba mema kutoka kwao, wao hawakuipokea Injili, maana hawakuwa wana wa Injili. Ndio maana kwa sasa hivi tusiweke kwenye matumizi Torati. Torati sio wakati huu ni wakati wa Injili. Injili ni Torati iliyekamilika. Injili ni utimilifu wa Torati. Kitu kinachotimilika ni kitu ambacho kilikuwa kijatimilika, kilikuwa na mapungufu. Ndio maana Agano la Kale lilikuwa linasema kuwa upende anayekupenda, uchukie anayekuchukia. Ina maana ilikuwa ni jino kwa jino, jicho kwa jicho, chibuo kwa chibuo, uhai kwa uhai. Na kwa sasa hivi sio tutamuua mtu ndio sababu umeua. Hata ukimwazia mtu mabaya tu, umemwazia kinyume, hujamuua, umemuua. Kama anayemtazama mwanamke na kutamani amezini, anayemtazama mtu na kumwombea afe, hajaua, sema Baba, katika jina la Yesu, ninaomba msamaha. Yamkini niliua watu kupitia maombi yangu. Kwa jina la Yesu nimefahamu ukweli, na imeandikwa, nanyi mtafahamu ukweli, nanyi huo ukweli itawaweka huru. Katika jina la Yesu ninabatilisha mashauri yote niliyefanya kinyume na mtu yoyote. Ninawahuisha, ninawaweka huru, ninawaganga majeraha yote niliyesababisha kupitia maombi yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mawazo mabaya niliyemwazia mtu, mabaya yakampata, ninamtoa kwenye mabaya hayo kwa jina la Yesu. Maana nasimama na neno la Mungu katika Injili, Yesu aliyesema ya kuwa tupende maadui zetu na tuombee mema wanetuudhi. Hapo ndipo nitakapokuwa kama Baba yangu wa mbinguni. Uwe kama Baba yako wa mbinguni kwa jina la Yesu. Uwe kama Baba yako wa mbinguni kwa damu ya Yesu. Baba yetu wa mbinguni anatuwazia nini? Anatuwazia mema na wote. Ndio maana anatuangazia wema na wabaya nini? Jua. Ananyeshea mvua wema na wabaya.
Hana upendeleo kwa mvua inyeshe kwenye wale wema tu. Hapana, hata kwa wabaya mvua inanyesha. Ndio maana Mungu anawapa kila mtu riziki yake, hata wale wanayemdharau, hata wale wanayemtukana, hata wale wanayemdhihaki, hata wale wasiyemjua. Mungu anawapa riziki. Nini itatufaidi nini tukipenda wale wanayetupenda? Hata watoza ushuru ama wasiokoka hufanya hivyo. So upendo wetu ni upendo wa kupenda wabaya wetu. Tumejengwa katika upendo, maana amri zote zilizokuwepo kwenye Agano la Kale na sheria zote zilijumuishwa na kufanywa kuwa ni amri ngapi? Moja, kama tunavyosoma kwenye Yohana 13 mstari wa 30 mpaka 34, Yesu akisema ya kuwa nami nawaachia amri iliyo kuu, naye ni pendaneni, nanyi mkipendana basi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Niona anasema kabisa ya kuwa mimi ni pendo, nami napenda wanadamu, nami ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Wewe mkono wako unaenda juu haraka haraka, ni kweli? Wewe naona mkono wako inakimbia juu haraka, ni kweli? Tafakari, 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 tafakari. Hebu twende kwa jina la Yesu. Huyo Absalomu alikuwa yuhai, alikuwa ameitwaa na kujiinulia ile nguzo iliyokuwa bondeni mwa mfalme, kwa maana alisema mimi sina mtoto. Ana mtoto namna gani? Wakati uliona kwenye ile sura ya 14 ya kuwa alizaa watoto watatu na binti moja itaitwa Tamari. Ndio maana nilikwambia kuwa watoto wake wale wa kiume walikufa katika utotoni mwao, yani watoto wale alibaki tu binti, lakini hawakusaliwa watoto wa kike. Ndio maana Absalomu sasa anajiwekea nguzo na kupachika jina lake, maana hakuwa tena na mtoto wa kiume aliyebeba jina, ambaye angebeba jina la Absalomu. So unaona kusokelea kusoma, unaona sasa kwa Absalomu kumbe alipata watoto watatu wa kiume na moja wa kike, lakini wa kiume wale walikufa katika udogo wao. Huwezi kujua kwa katika pirika labda alivyokimbia watoto wake watu wakakuta wakawanika, huwezi kujua. Lakini atendaye mabaya, mabaya atampata. Kama unatenda mabaya, Absalomu akamuua Amnon, anachoma shamba, anafanya mabaya, lakini eti wakati hana mtoto, alikuwa na watoto watatu, hakuna hata mmoja anayetambulika. Hatimaye anasimamisha nguzo. Tulimuona mfalme Yuda aliyesimamisha nguzo baada ya vita. Tulimuona Sauli kwenye ile vita vya sura ya 14 kati ya Waisraeli na Wafilisti, akawapisha watu ya kuwa asile kitu mpaka ajilipishie kisasi kwa wabaya wake. Hatimaye akasimamisha nguzo ya akiweka jina lake badala ya kuweka jina la Bwana. Samueli anasimamisha nguzo, anaita Ebenezeri. Hata sasa ni Bwana ametuwezesha. Lakini Absalomu hata mfalme mwenyewe ajawa, lakini tayari anapendaje ubitosi? Anapendaje ubisho? Usipende hivi vitu vya mikogo, mtakatifu wa Bwana. Mikogo, tembea yako mikogo. Unasema unatembeaje? Ana akili nzuri. Miondoko, akitembea mpaka pala amebadilika miondoko. Kaka huyu mpaka unakupa jina kaka Maringo wewe, ama dada Maringo wewe. Nini? Mikogo inamfanya Absalomu watoto wake wazuri aliyewazaa hawapo tena. Sasa anabaki binti, lakini Waisraeli walikuwa watambui watoto wa kike. Anapoweka nguzo baba yake bado yupo, lakini Daudi alitaka taka na wewe uone kitakachokupata. Twende kwa jina la Yesu. Wa kulikumbusha jina langu, akaita hiyo nguzo kwa jina lake mwenyewe, nayo itaitwa ziara la Absalomu hata hivi leo. Basi Ahimaasi mwana wa Sadoki akasema, niende mbio sasa nikampelekee mfalme habari jinsi Bwana alivyomlipizia kisasi juu ya adui zake. Yoabu akamwambia, wewe hutakuwa mchukua habari leo, siku nyingine utachukua habari, lakini leo hutachukua habari kwa sababu mwana mfalme amekufa.
Ndipo Yoabu akamwambia Mkushi mmoja, nenda ukamwambie mfalme hao uliyoyaona. Mkushi anafuata nini kule wewe? Mkushi ni Mwethiopia wa Afrika. Hata katika agano la Bwana kule na Israeli wa mataifa walikuwepo pale. Mkushi anapeleka taarifa za kifo cha nani? Absalom. Lakini kumbuka ya kuwa Ahimaazi yeye anataka kupeleka taarifa, lakini Yoabu anamkataza kwa sababu Yoabu anajua kabisa ya kuwa huyu aliyekufa ni mwana wa mfalme. So alijua huyu akipeleka taarifa yanaweza kumkuta nini? Lakini anapotuma Mkushi kwanza, baadaye Ahimaazi anaomba tena naruhusiwa. Lakini kumbuka ya kuwa hata agano la kale palikuwepo na injili ya kweli, ingawa ilikuwa imefunikwa. Nimeshangaa kuona Daudi aliyekuwa ni taswira na kivuli cha Yesu Kristo akipenda adui wake na kumwombea mema anayetafuta maisha yake. Fanya hivyo, maana ni wakati huu na Bwana anakwenda kukupigisha hatua. Twende kwa jina la Yesu. Ndipo Yoabu na huyo Mkushi akajinamisha mbele ya Yoabu akaenda zake mbio. Ndipo Ahimaazi mwana wa Sadoki akamwambia Yoabu mara ya pili, haidhuru, tafadhali nipe ruhusa nipige mbio na mimi nyuma ya huyo Mkushi. Na Yoabu akasema, mbona wewe unataka kupiga mbio mwanangu? Kwa maana hutapata kitu kwa habari hizo unazopeleka. Kumbe waliyekuwa wanapeleka habari walikuwa wanapata chochote kitu. Umeona, kumbe aliyekuwa anatumwa na taarifa tumeona hapo, anaambiwa huyu Ahimaazi ya kuwa haitampa nini? Haitampa ujira yoyote. Maana ni habari mbaya kwa mfalme hiyo. Mfalme alisema atendewe mema bwana mdogo huyo, lakini hao wamemuua sasa. Hiyo ni picha ya kuwa kumbe waliyepeleka taarifa walikuwa kama posta sasa hivi, ama kama message kwenye simu. Ukituma wanakukata, wakukati, wanakukata. So hakuna kazi inayofanywa bure. Hata wale walikuwa nalipwa. Hata kwenye simu yako unapo chat nafanya nini? Nalipa. So kinachofanyika nini? Watakatifu wa Bwana hapo ipigie mstari ya kuwa kumbe wajumbe wote kwenye agano la kale walikuwa na malipo yao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo Ahimaazi akapiga mbio akashika njia ya uwandani akampita yule Mkushi. Basi Daudi alikuwa ameketi kati ya malango mawili, mlinzi akapanda juu hata dari ya lile lango, hata ukutani akainua macho yake akaangalia, na tazama mtu anakuja mbio peke yake. Mlinzi akalia akamwambia mfalme, naye mfalme akasema, kama yu peke yake ana habari kinywani mwake. Akaja mbio akakaribia, kisha huyo mlinzi akaona mtu mwingine anapiga mbio. Mlinzi akamwita bawabu akasema, angalia mtu mwingine anakuja mbio peke yake. Mfalme akasema, huyu naye analeta habari. Na huyo mlinzi akasema, nionavyo mimi kupiga mbio kwake yule wa kwanza ni kama kupiga mbio kwa Ahimaazi mwana wa Sadoki. Naye mfalme akasema, yeye ni mtu mwema, anakuja na habari njema. Ahimaazi akainua sauti yake akamwambia mfalme amani. Akainama mbele ya mfalme kifudifudi akasema, ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyewatoa watu hawa walioinua mikono yao juu ya bwana wangu mfalme. Umeona, tayari Ahimaazi alitoka nyuma. Mkushi ule aliyetangulia Ahimaazi akampita njiani. Anatangulia kufika, lakini sasa ataulizwa habari za bwana mdogo yukoje. Atapotezea mpaka Mkushi ndiye atakayetoboa siri. Lakini Daudi ataonyesha upendo kwa maadui zake na kuombea mema. Daudi anakwenda kuomboleza, lakini nimetambua kwa uombolezaji wa Daudi ilikuwa ni aliona kabisa kwa mtoto yule alikuwa hana tia. Kama Daudi asingetenda mabaya ya kuchukua mke wa mtu na kumuua huo mtu, watoto wake na nyumba yake singeangamia. So Daudi anapolia, watu wale walikuwa waelewi ya kuwa mtu huyo anaomboleza mabaya aliyotenda. Ndio maana hata kanisani mtu mwingine kidogo tu haleluya, unalia nini wewe? Kuna cha kulilia? Haleluya nini? Kinachokuliza ni nini? Ama umekumbuka mabaya aliyotenda? Daudi anaomboleza, analia.
lakini anaomboleza maana kama kuna mtu aliyetakiwa kufa ni yeye, maana yeye aliyetenda dhambi. Watoto wale maskini hakuna mabaya waliyetenda, wanakuwa ni wanga. Ndio maana hata sisi neema ya Mungu imetuokoa na mabaya. Watakatifu wa Bwana tulikuwa na matatizo tukiwa wadogo kwa sababu ya mabaya aliyotendwa na babu zetu na baba zetu. Magonjwa yanayotesa watu wengine ukifuatilia kwa makini kabisa ipo kwenye ukoo wa baba mama. Kusinzia ipo huko. Hata kupiga chafya, kuna kupiga chafya ambayo inakuja mara moja, lakini chafya kila wakati cha. Bibi huyo alikuwa anapigaga chafya huyo. So watakatifu wa Bwana, ndio maana anayefanya Daudi inaharibu nyumba yake. Tayari watoto wa Abisalomu alishakufa, amebaki binti tu. Lakini ile maisha baadaye mazuri yaliyoonekana kwenye maisha ya Absalomu inapotea, lakini kwa sababu ya mabaya aliyofanya baba yake. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninafuatilia kila ubaya na mabaya yaliyotendwa kwenye ukoo wangu na familia yangu na katika jina la Yesu. Jicho la Bwana lionao hadi sirini iende kwenye ukoo wa baba na ukoo wa mama na kufuatilia kamba zote za laana, za nuksi, za dhambi, za magonjwa, za balaa, za kukataliwa katika jina la Yesu. Ninafuatilia kamba hizo zilizoungana na kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne, na matokeo yote ya mabaya yote, kifo katika umri mdogo, katika jina la Yesu. Ewe kifo unayenifuatilia, ninaota na kufa kwa sababu ya kamba inayenifuatilia kutoka kwenye ukoo wa baba na ukoo wa mama. Ninakata kila kamba ya nafsini, kamba ya rohoni, kamba ya mwilini inayenifuatilia, kama vile kamba ya mabaya aliyependa Daudi iliyofuatilia watoto wake na kuharibu maisha ya Abisalomu na kuharibu maisha ya Amnoni na kuharibu maisha ya watoto wa Absalomu. Mabaya yote yaliyemfuatilia baba yangu na baba yake, naye akanifuatilia na yanafuatilia watoto wangu, katika damu ya Yesu iliyonikomboa, ninayafuta mabaya yote kwa jina la Yesu. Kila mabaya ndani yangu na ndani ya watoto wangu na ndani ya ukoo wangu na ndani ya familia yangu, ninayaondoa kwa damu ya Yesu. Yesu akamwaga damu yake msalabani, akifanya ukoo mpya, na mimi na uzao wangu ninafanyika kuwa ni wa ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Na magonjwa yote najitenga na tenganisha watoto wangu na magonjwa hayo yote, wana ukoo wangu na watenganisha na mabaya yote kwa jina la Yesu. Mabaya yote yaliyeyuke kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu na kwa wenye ukoo wangu na wenye familia yangu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa damu ya Yesu ipite kwenye maeneo yote, na kila kiunganishi iliyeniunganisha na ukoo wa baba na mama ianze kutoka. Nyamaza itoke. Kila kiunganishi, kila kamba ya ngozi iliyeparara, ngozi hata ukipaka mafuta ionekane, kamba ya akili inayechemka, kamba ya macho yasiyoona vizuri. Bado wewe ni mdogo, lakini
unawaza habari za kuvaa miwani. Kwa jina la Yesu, kila kama nafuatilia leo kabisa penye ukoo baba na mama, ninafuatilia penye ukoo baba na mama, kila roho inayetenda kazi, ikiwa kwa baba yako, ikiwa kwa mama yako, kama baba yako na mama yako alitangulia mbele ya haki, kama hiyo roho ilikuwa kwao na ilikaa katika jina inayekutesa, ninaifuatilia, ninaondoa uvumilivu kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hata kama ikiwa kwenye kucha, hata kama ikiwa kwenye unywele, ninaamrisha idhirike na kutoka mawazo mabaya, mawazo ya balaa, mawazo ya nuksi, mawazo za hatua ya kupiga makutai, mawazo ya hatua za kurudi nyuma, kwa mamlaka jina la Yesu. Vifuniko vyote vilivyokufunika, mizimu wote yadhirike na kutoka. Kama kuna mtu yote aliyopo hapa ama anayetutazama mahala popote duniani anayeshikiliwa na mizimu ya ukoo wa baba na mama, yadhirike na kuanza kutoka. Kama kuna mtu anayeshikiliwa na majini wa ukoo wa baba na mama, waanze kutoka. Kama kuna majoka yanayemshikilia mtu yeyote kwa sababu ya muunganiko wa ukoo wa baba na mama, yaanze kutoka. Kama kuna roho ya mkoba, ya uchawi ama uganga, roho za wachawi wote waliochukua nyota, waliochukua toa, waliochukua pima, waliochukua toa za watoto wako, waliochukua mikono yako, waliochukua watoto wako kwa katika kiuno chako, kwa mamlaka jina la Yesu, ninaamrisha sasa kwa neno la Bwana inayotoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili, ninaamrisha sasa vyote vinavyohusiana na dhambi aliyetendwa kwenye ukoo wa baba na mama, ninaagiza malaika pita sasa, pita kwenye kila ukoo na familia na maisha ya kila mmoja. Nataka miunganiko yote yakatike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Muunganiko kwenye miguu yako itoke, miguu uliyevishwa miguu bandia, afya uliyevishwa bandia, muonekano uliyevishwa bandia, ufahamu na akili uliyevishwa bandia, magonjwa uliyevishwa bandia, hata nywele za kichwa uliyevishwa bandia, nywele zilizonyolewa, nywele zilizonyolewa. Naona wanakunyoa nywele, wanachukua akili yako. Maana akili ni nywele, maana kila mmoja na vya kwake. Kila aliyenyolewa nywele, kwa mamlaka ya jina la Yesu, waliyenyoa nywele ninawapa na nywele zilizobaki zote, maana nataka Mungu akuumbie nywele tena sasa hivi. Ninaondoa kila nywele iliyobaki kwenye kichwa cha mtu aliyechukuliwa nywele zake. Nataka udhihirisho, aliyechukuliwa nywele, aliyechukuliwa kucha, mkono na mguuni, aliyechukuliwa sehemu yote ya mwili wake, ama walikuchanja chale, ama ni chale moja ama chale 7 ama 3, kwa damu ya Yesu nafanya utakazo kwa mamlaka jina la Yesu. Utakazo upite kwenye mifumo yote ya mwili wako, kwenye mifumo yote na hatua zako zote, ipite neno la Mungu na iende mpaka kwa watoto wako. Nataka kilichotesa ukoo wa Kiaka itoke, na itoke na machozi yanayeshuka, itoke na machozi yanayeshuka. Tulia kama mtu anayenyolewa, yatoke yote kwa jina la Yesu. Yatoke na machozi hayo. Tunafanya ukombozi kuanzia kwa kaka ama kwa dada, tukishuka mpaka mzaliwa mwisho, kwa damu ya Yesu. Tunakwenda kwa jukuu wa Kiaka, watoto wa ukoo wa Kiaka, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha 3, kwa jina la Yesu. Ninaagiza kuanzia kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha 3, ya mabaya yote yanayetesa maisha yako. Imeandikwa ya kwa Bwana jicho lake huona hadi sirini, maana kila kilichofichwa chini ya vumbi itawekwa bayana juu ya dari. Miguu hii inayecheza nataka itoke mabaya dada. Macho yangu yanakwenda kila kona, naona miguu yako inazunguka kwenye chini hapo kama nyoka. Haraka miguu hiyo itoke,
Naona miguu inazunguka zoka kama nyoka na kichwa sasa inazunguka. Nataka itoke kwa jina la Yesu. Mabaya yote. Yamkini ulitamkiwa mabaya. Yamkini alikumwonga. Ni baba alitamka ama ni baba? Ni mama alitamka ama ni bibi? Naona mama anakutamkia laana. Naona mama anakutamkia mabaya. Anasema utaona wewe mtoto. Na ni kweli umeona. Ukujua kama ulitamkiwaga wewe. Ulitamkiwaga ukiwa mdogo wewe. Nataka haya toke. Napitisha fagia chuma. Awe ni shangazi, awe ni mjomba, awe ni kababu aliyeona nyota na akakichukua tangu ukiwa mdogo. Nataka maneno aliyetamkiwa, ama utaona, ama hautaolewa, ama utapiga hatua, na maneno hayo yakamaterialize. Ninayakata kwa jina la Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Maneno aliyetamkiwa na mashemeji, uliyetamkiwa na ndugu, ya kuwa umetoka kwenye imani yao, umejiunga na imani mpya. Nataka maneno haya yafutike kwenye ulimwengu wa kiroho. Maneno mabaya yanayekuwa ni milango, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ulitamkiwa mabaya na shangazi, maneno hayo na yafuta. Umetamkiwa mabaya na wakina baba mdogo, futa mabaya na ukoo wa baba. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Na matokeo yake, mazimu na majoka waliekaa katika maneno mabaya yaliandikwa kwenye ulimwengu wa kiroho, ninafuta kwa jina la Yesu. Futa kwa jina la Yesu. Magonjwa yote, mapando yote, ninang'oa yote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza yatoke yote. Matokeo kwenye mikono kwa damu ya Yesu. Mikono iumbike tena upya. Nang'oa mikono iliyokamatwa na mizimu na majini kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nataka umwachie huyu. Nataka umwachie huyu. Nataka umwachie huyu. Nataka umwachie huyu. Hii ni amri imetoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Wenye haki wanashinda. Pamoja na ulitenda dhambi. Daudi naye alitenda dhambi. Pamoja na babu yako na baba yako alitenda dhambi. Wajomba zako na mabibi zako. Lakini ninawaweka katika wenye haki na wabaya wote na mabaya aliyopitia hapo. Leo jinsi alivyoshindwa Absalom katika msitu ule wa Ephraim, nami nawapeleka kwenye misitu ya Ephraim. Misitu iliwala wengi kuliko waliyeliwa na upanga. Misitu iwale kwa jina la Yesu. Misitu iwale wote, roho zote chafu, majini, majoka na mizimu, magonjwa yote, balaa zote, nuksi zote. Msitu itembee, msitu ikawala, naye msitu ikamning'iniza Absalom. Ninaagiza msitu leo ipigane vita. Msitu pende kwenye uso wako na sura yako, iende kwenye ulimwengu wa kiroho, kwenye viungo vyako vyote. Misitu leo ndi na wapambanisha na msitu ule wa Efraimu, msitu iliyewala wengi. Msitu ilikuwa ni mkono wa Bwana. Iwale majini, majoka na mizimu, roho zote chafu, na matokeo yake kwa damu ya Yesu. Magonjwa yote yaliwe kwa damu ya Yesu. Laana zote yaliwe kwa jina la Yesu. Baba, roho zote za kukataliwa, Baba, zote zitafunwe na msitu. Naona msitu kitafuna mabaya yote. Rito koto na kapa rimba kama na mana iliyekamata mguu wako. Msitu inaila vizuri sana. Naona vyote vilivyobaki kwako. Msitu tafuna wote, roho zote zilizojenga makazi ndani yako. Maneno litamkiwa na Baba yanaharibu maisha yako na ndoa kwa jina la Yesu. Ninaondoa kwa jina la Yesu, na yafuta kwenye vienge vyote na kwenye madhabahu zote. Yaliandikwa kwenye madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kafara, madhabahu za mizimu, madhabahu zile za kibabu. Ninazivunja madhabahu zote, nami nakutoa ndani ya madhabahu zote. Toka kwenye madhabahu zote
kwa jina la Yesu. Nafsi, roho na mwili, vifungo vyote vitoke kiroho na kimwili, vyote vilivyokuvaa. Vua mwili huo wa kuchakaa. Walikuvisha mwili wa ukoo wao, na kuvua mwili wa ukoo, na kuvua mwili wa babu. Mababu zako wamejenga makazi ndani yako, wamekutwika hao, wamekutwika hao, wamekutwika hao, wamekutwika hao mwili wao. Mwili wako sasa, pokea mwili wako, mwili ulioumbiwa na Mungu. Mwili wao wakufanya onekane kama mama fulani. Wewe unamiliki toka mdogo, na wewe nataka naanza kumiliki kuanzia leo. Amilikia atamilikiwa. Msitu ikumiliki wewe. Msitu wa Efraimu, wamiliki wote mnayesema mlimiliki tangu akiwa mdogo, kuanzia leo natoa kila mmoja kwenye mikono ya wote waliyekuwa na miliki tangu ujauzito wako, ilivyotungwa ndani ya tumbo la mama yako. Ninakutoa ndani ya mikono ya wamilikiji kwa jina la Yesu. Walianza kukumiliki ukiwa kwenye tumbo la mama yako, wakati wa kuzaliwa, kwa damu ya Yesu na matokeo yao. Yamkini kuna walichochukua wakati ulipokuwa unazaliwa. Yamkini wakati ukiendelea kuwa walikuchanjaga chali hao, ndio maana walikumiliki. Naona kila mtu anaanza kutoka sasa kwenye mikono ya mtu aliyekumiliki. Awe ni shetani Lucifer, awe ni majoka, wawe ni majini, wawe ni roho zote chafu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, anza kutoka sasa. Uliyezikwa wewe ukiwa mzima, toka kwenye mjeneza, toka kwenye kaburi, jivue ndani yake, toka kwenye mauti. Wewe sura yako itoke kwenye mauti, hatua zako zitoke kwenye mauti, moyo wako itoka kwenye mauti, kichwa chako kitoka kwenye mauti. Ndiyo unatoka wewe. Muonekano wako, familia yako, mume wako atoke kwenye mauti, atoke kwenye kaburi kwa damu ya Yesu. Mtu yote anayekuhusu, awe ni mtoto awe ni mume, atoke kwenye kaburi. Yato na makapa na mashara, rinda rabakapa na yato na makapa. Iwe ni kazi yako ilizikwa, ninaagiza sasa ianze kufufuka. Ama ni biashara yako ilizikwa, ama ni huduma yako, ama ni mafanikio ya familia yako, ama ni watoto wako, kwa damu ya Yesu ni wakati wa kutoka kwa damu ya Yesu. Mabaya yote yaliyepiga nyumba ya Daudi kwa sababu ya Daudi kutenda, yalikupiga wewe kwa sababu babu yako alikutenda, ama baba yako alichanja wengi chana, baba yako aliwamiga wengi, mama yako aliwala wengi. Kwa mamlaka jina la Yesu ninaamrisha sasa tutoke na watu wetu, kama wana wa Israeli walivyotoka na watoto wao na wake zao na ng'ombe zao na hata ukwato wa kubaki, na kutoa sasa kwa damu ya Yesu. Nataka atoke na mume wake, nataka atoke na watoto wake, nataka atoke na wajukuu, atoke na hatua zake, atoke na familia yake, wote watoke kwenye majeneza, kwenye kaburi, kwenye magonjwa, kwenye mabaya, kwa jina la Yesu. Vunja madhabahu zote, vunja kafara zote, nyamazisha kafara zote. Jivue haraka kwake, jivue kwake. Mwili huo jivue, huo sio mwili wako. Mbona watu wanakushangaa? Mbona unakuwa mzee? Wewe mtoto mdogo unakuwa mzee wewe. Mbona unazeeka wewe? Mbona unazeeka wewe? Kwa nini uzeeke wewe? Ninaamrisha utoke kwenye kuzeeka kwa damu ya Yesu. Ninakuhuisha, ninatamka ya kuwa mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Nafsi ifanyike kwa jina la Yesu, roho ifanyike kwa jina la Yesu, tumbo la uzazi na chakula ifanyike kwa jina la Yesu, ngozi yako ifanyike kwa jina la Yesu, hatua zako zifanyike kwa jina la Yesu, uso wako ifanyike kwa jina la Yesu. Maana mapenzi ya Mungu yanaanza kutimia kwenye maisha yako. Wanayekwenda kwenye ndoa waende, wanayekwenda kwenye kazi waende, wanayekwenda kwenye mafanikio waende, wanayekwenda shuleni na watoto wao waende. Watoto wako waende shuleni kwa jina la Yesu, watoto wako wafanikiwe shuleni kwa jina la Yesu, watoto wako wawe vichwa na sio mkia kwa jina la Yesu, watoto wako wawe kichwa na sio mkia kwa jina la Yesu. Hatua zako naziinua juu tena, na katika jina la Yesu
ninakusanya roho zote chafu na vifungo vyote na vifuniko vyote, nazitupa kuzimu na kuzifungia, na kuanzia leo ninakuvisha mwili wa uzima. Usiumwe tena, ule chakula na kushiba, unywe maji na kiu kukata, ulale na kupata usingizi mzuri, na uumbike upya katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Mimi naendelea, tuendelee. Naendelea na sura zangu zile 3. Twende. Tumemaliza. Tulifikia wapi? Tulifikia wapi? Endelea. Mfalme akauliza, je, yule kijana Absalomu yu salama? Ahimaasi akajibu, Yoabu aliponituma mimi mtumishi wa mfalme, mimi mtumishi wako, naliona kishindo kikubwa, lakini sikujua sababu yake. Naye mfalme akasema, geuka usimame hapa. Akageuka akasimama, na tazama yule Mkushi akafika. Mkushi akasema, nina habari kwa bwana wangu mfalme, kwa maana Bwana amekulipizia kisasi leo juu ya hao wote walioinuka kupigana nawe. Naye mfalme akamwambia yule Mkushi, yule kijana Absalomu yu salama? Yule Mkushi akajibu, adui za bwana wangu mfalme na wote wainukao ili kudhuru na wawe kama alivyo yule kijana. Naye mfalme akataabika sana, akapanda juu, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia. Na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalomu, mwanangu Absalomu, laiti ningalikufa badala yako. Absalomu, mwanangu. Bila shaka Daudi anamlilia mbaya wake aliyetafuta maisha yake, lakini Daudi anatamka ya kuwa bora angekufa yeye kuliko Absalomu kufa. Maana Absalomu anakufa, lakini yanayesababisha mambo hayo yote ni dhambi yaliyotendwa na Daudi katika ile Samueli wa pili sura ya 11, pale alipomuona mke wa mtu akioka akamchukua, na baada ya hapo akamuua mume wake. Umeona sasa, hayo ni yote yaliyotamkwa na nabii Nathani. Mabaya yote umesamewa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yote ya ukoo wako yamesamewa yote kupitia wewe kwa jina la Yesu. Amen. Anza maisha mapya, usitende mabaya tena. Na mimi nakuahidi kwa kama Mungu aishivyo, umetoka na watu wako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende kwenye 19. Yoabu amkaribia Daudi. Dondoo ya kwanza, Yoabu anamwendea Daudi. Yoabu anamwendea Daudi, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa 8. Daudi, dondoo ya pili, Daudi akubalika kama mfalme. Daudi akubalika kama mfalme. Hiyo dondoo ya pili mstari wa 9 mpaka 14. Daudi akubalika. Unaweza kuongezea akakubalika tena kama mfalme. Daudi anakubalika tena kama mfalme. 9 mpaka 14 mstari. Dondoo ya 3, Daudi arudi Yerusalemu. Daudi arudi Yerusalemu, mstari wa 15 mpaka 23. Daudi arudi Yerusalemu, mstari wa 15 mpaka 23. Dondoo ya 4, uaminifu wa Mefibosethi. Uaminifu wa Mefibosethi ni mstari wa 24 mpaka 34. Uaminifu wa Mefibosethi, tunaona uaminifu wake ulikuwaje. Alafu dondoo ya 5 ni Basilai atunzwa. Basilai atunzwa. Hiyo ni mstari wa 31 mpaka 40. Alafu dondoo ya 6, Israeli waionea Yuda wivu. Israeli waionea Yuda wivu. Mstari wa 41 mpaka 43. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha Yoabu akaambiwa, angalia, mfalme anamlilia Absalomu na kumwelezea. Na kupita kwa vitani siku ile kutageuzwa kuwa maombolezo kwa watu wote. Maana watu walisikia siku ile ya kwamba mfalme anahuzunika kwa ajili ya mwanawe. Watu wakajificha siku ile, wakaingia mjini kama vile watu waonao fedheha wajifichavyo. Maana Daudi sayari hakuficha, analia kwa sauti, anamlilia mwanae, lakini watu wakujua kabisa ya kuwa Daudi
alikuwa analia kwa mtoto wake hakuwa na hatia, kama singetenda dhambi zile alizotenda. Lakini Daudi hakujua ya kuwa kama Absalomu angeishi, hata huyo Bathsheba pamoja na Suleimani ambaye angekuja kuwa ni mfalme, Absalomu angewaua hata yeye. Lakini umeona, anajutia dhambi baadaye. Ilitakiwa atambue dhambi na madhara yake kabla haijafanya. Kuna mtu mwingine yeye anapotenda dhambi wala kumbuki ameshatenda dhambi ndio anaanza kujuta. Usiwe mtu ambaye unafanya kosa ndio sasa unaanza kujitambua. Mungu akupe kibali na neema ya kujitambua kabla hujatenda dhambi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu atume malaika wake wakufahamishe jambo kabla haijaribika kwako kwa jina la Yesu. Hebu twende. Hapo akimbiapo vitani, mfalme akajifunika uso, na mfalme akalia kwa sauti kuu, mwanangu Absalomu, Absalomu, mwanangu, mwanangu. Basi Yoabu akaingia nyumbani kwa mfalme akasema, wewe leo umewadheesha nyuso za watumishi wako wote waliokuokoa ile roho yako na roho za wanao na roho za binti zako na roho za wekezo na roho za masuria wako, kwa kuwa unawapenda wakuchukiao na kuwachukia wakupendao. Maana umetangaza leo ya kuwa wakuu na watumishi wako si kitu kwako. Maana leo nimetambua hivi, kama Absalomu angeliishi na sisi sote tungalikufa leo, ingalikuwa vema machoni pako. Basi sasa ondoka, utoke nje, ukaseme na watumishi wako maneno ya kuwatuliza roho zao. Maana mimi nakuapia kama Bwana, nakuapia kwa Bwana, usipotoka hata baki hata mtu mmoja pamoja nawe usiku huu. Na mambo haya yatakuwa mabaya kwako kuliko mabaya yote yaliyokupata tokea ujana wako hata sasa. Ndipo mfalme akaondoka akaketi langoni, nao watu wote wakaambiwa ya kwamba angalieni, mfalme ameketi langoni. Watu wote wakaenda huko mbele ya mfalme. Basi Israeli wote walikuwa wamekimbia kila mtu hemani kwake. Bila shaka Yoabu anapopata taarifa ya kwa mfalme anamlilia Absalomu, Yoabu anaenda kumkaribia mfalme. Anamkaribia mfalme akimwambia kuwa amefedhesha wale watu waliosimama naye na kumfanya ashinde vita. Lakini ni kweli, kumbuka ya kuwa watu hawakusherekea ushindi ule, pamoja na walikuwa wachache na Bwana kwa ushindi. Lakini sasa watu walirudi kana kwamba wameshindwa vitani. Lakini kumbuka, Yoabu pale pamoja na alikuwa ni mtu ambaye hakutaka kuwa na mpinzani kwenye kazi yake ya uamri wa mkuu wa wapiganaji. Kumbuka ya kuwa anamshauri mfalme vizuri. Mahali mtu anatenda mema apewe haki yake. Nini? Alitoa ushauri mzuri, maana Daudi kutoka pale na kwenda langoni. Kumbuka utawala, ofisi ya mfalme ya utawala ilikuwa katika lango la mji. So Daudi anapokwenda kwenye lango la mji, anaketi kwenye kiti, watu wanasikia taarifa, wanakwenda sasa. Umeona sasa? Alipokwenda pale ndipo sasa akarudisha mioyo yao, maana palikuwa na urahisi sana ya mtu kuingilia kati na kuleta uasi tena hata kwa hawa. Lakini kumbuka ya kuwa hapo Yoabu alicheza vizuri sana. Hebu tuendelee tuone ya kuwa kinachofuata ni nini. Tayari Daudi anaona makosa. Unajua, kiongozi mzuri ni kiongozi anayesikia hata maneno ya watu alafu anafanyia kazi, hata ushauri. Daudi alikuwa ni kiongozi mzuri, ndio maana Yoabu anapomwambia habari za atoke, maana vinginevyo atampata mabaya ambayo aliwahi kumpata kwenye maisha yake. Anatoka, vinginevyo angeshupaza shingo na mabaya angekumpata zaidi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wakashindana watu wote katika kabila zote za Israeli wakisema, mfalme alituokoa mikononi mwa adui zetu, akatuokoa mikononi mwa Wafilisti, naye sasa amekimbia kutoka nchi hii mbele ya Absalomu. Na huyo Absalomu tuliyemtia mafuta ili awe juu yetu amekufa vitani. Basi sasa mbona ninyi hamsemi neno lolote juu ya kumrudisha tena mfalme? Naye mfalme Daudi akatuma kwa Sadoki na Abiathari makuhani kusema, neneni na wazee wa Yuda mkisema, kwa nini ninyi mmekuwa wa mwisho wa kumrudisha tena mfalme nyumbani kwake? Kwa maana maneno ya Israeli wote yamemjia mfalme ili kumleta nyumbani kwake. Ninyi ni ndugu zangu, ninyi ni mfupa wangu na nyama yangu, mbona basi ninyi mmekuwa wa mwisho
kunirudisha tena mfalme? Kisha ukamwambia Amasa, je, si wewe uliye mfupa wangu na nyama yangu? Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, usipokuwa wewe jemedari wa jeshi mbele yangu daima mahali pa Yoabu. Sasa huyo Yoabu nampeleka wapi? Wakati ya mhukumu hata jamuo. Na Yoabu namjua kabisa ni mtu ambaye hawezi kubali mtu mwingine achukue nafasi yake. So Daudi anaanza kujipendekeza. Waisraeli makabila 10 yameshakubali, wakisema ya kuwa Daudi aliwaongoza kwenye kuwatendea mema. Wao wako tayari Daudi arudi tena wampokee. Lakini ndugu zake wa Yuda, kumbuka ya kuwa Absalom alipakwa mafuta na kutawazwa mfalme wapi? Kule Yuda, katika mji wa Hebroni iliyokuwa katikati, kule ambapo Daudi mwenyewe alitawazwa kuwa mfalme. So wa Yuda walikuwa bado wana mapenzi sana wa dhati kwa Absalom. So wakawa wa mwisho, Daudi sasa natuma neno kwenda kwa wale makwani waulize wa Yuda kwa wao ni mifupa yake. Lakini sasa maana Amasa alikuwa anatoka kwa Wayuda, anawaambia kuwa atamfanya kwa nini, lakini Amasa alitakiwa kufa, maana Amasa alikuwa na muasi pamoja na nani? Absalom. Yeye ndiye aliyekuwa ni amri ya jeshi aliyeongoza jeshi pinzani. So hapo Daudi anatenda kosa. Hebu twende tuone. Akawainamisha mioyo ya watu wote wa Yuda kama mtu mmoja. Basi wakatuma kwa mfalme, rudi wewe na watumishi wako wote. Hivyo mfalme akarudi akafika Yordani. Kisha Yuda wakaja Gilgali kwenda kumlaki mfalme na kumvusha mfalme Yordani. Akafanya haraka Shimei mwana wa Gera Mbenjamini. Na nakumbuka habari za Shimei. Shimei ni bendera ufuata upepo. Kuna wakati mwingine kuwa bendera ufuata upepo inasaidia sana. Shimei ndio tuliona kwenye ile sura ya 16 akimtupia mawe mfalme, akimtukana, akimlani. Tayari anaamua sasa awe mpole, maana ameona sasa mfalme anaendelea kuwa mfalme tena. Lakini kumbuka, mimi nimependa Shimei maana aliomba msamaha, na Daudi maana alikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo, ambayo wokovu umebeba msamaha. Bila shaka kilichotokea ni nini? Daudi anamsamehe. Amina. Na wewe samehe wote. Sema na wasamehe wote walionitendea mabaya. Samehe wote walionitendea mabaya. Kumbe msamaha ilikuwa kwenye agano la kale, lakini ilikuwa ni agano jipya imefunikwa, ndio maana haikuonekana bayana sana mpaka agano jipya ambayo ni agano la kale imefunuliwa. Ndio maana sasa msamaha unakuwa ni msingi wa wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tuone habari za Shimei na wengine. Akafanya haraka Shimei mwana wa Gera Mbenjamini wa Bahurimu, akashuka pamoja na watu wa Yuda ili kumlaki mfalme Daudi. Na watu 1000 wa Benjamini walikuwa pamoja naye, na huyo Siba mtumwa wa nyumba ya Sauli na hao wanawe 15 na watumwa wake 20 pamoja naye, wakavuka Yordani mbele ya mfalme. Tena ikavuka mashua ili kuwavusha jamaa ya mfalme na kufanya aliyoyaona kuwa mema. Ndipo Shimei mwana wa Gera akamwangukia mfalme alipokuwa anavuka Yordani. Akamwambia mfalme, bwana wangu asinihesabie uovu, wala asiyakumbuke yale niliyoyatenda mimi mtumwa wako kwa upotoe, siku vile alipotoka Yerusalemu bwana wangu mfalme, hata mfalme ayatie moyoni mwake. Kwa kuwa mimi mtumwa wako najua ya kwamba nimekosa. Kwa hiyo tazama, nimekuja leo, na wa kwanza wa nyumba ya yote ya Yusufu kushuka ili kumlaki bwana wangu mfalme. Lakini saka msamaha sio msamaha. Msamaha sio msamaha. Endapo jambo lolote baya pasipo kujua, nenda ukaombe msamaha. Shimei anaomba msamaha kwa unyenyekevu, akitumia maneno mazuri sana, na bila shaka alistahili kuishi Shimei, na ataishi kwa sababu ya hakuna anayeomba msamaha asisamehe. Hebu twende. Lakini Abishai mwana wa Seruya akajibu na kusema, je, Shimei hata wao kwa sababu hii, kwa kuwa amlaani Masihi wa Bwana? Lakini Daudi akasema, mimi nina nini nanyi enyi wana wa Seruya, hata mmekuwa adui zangu leo? Je, atawawa mtu yeyote leo katika Israeli? Kwa maana sijui mimi leo ya kwamba ndimi mfalme juu ya Israeli. Kisha mfalme akamwambia Shimei, hutakufa. Mfalme akamwapia.
Kisha Mefiboshethi mwana wa Sauli akashuka ili kumlaki mfalme. Alikuwa hakukata kucha za miguu yake wala kukata ndevu zake wala kufua nguo zake tangu siku alipoondoka mfalme hata siku hiyo aliporudi kwake kwa amani. Basi ikawa alipofika Yerusalemu kumlaki mfalme, mfalme akamwambia, mbona ukwenda pamoja nami Mefiboshethi? Naye akajibu, bwana wangu, mfalme, mtumwa wangu alinidanganya. Kwa kuwa mimi mtumwa wako nilisema nitajitandikia punda nipate kumpanda na kwenda pamoja na mfalme, kwa sababu mimi mtumwa wako ni kiwete. Naye amenisingizia mimi mtumwa wako kwa bwana wangu mfalme, lakini bwana wangu mfalme ni kama malaika wa Mungu. Atende basi yaliyo mema machoni kwako. Kwa kuwa jamaa yote ya baba yangu walikuwa kama watu wakufa tu mbele ya bwana wangu mfalme. Ila uliniweka mimi mtumwa wako kati ya hao walao mezani pako. Basi ni haki gani sasa nilionayo hata nimlilie mfalme zaidi? Basi mfalme akamwambia, kwa nini unazidi kuyanena mambo yako? Mimi naamua wewe na Siba muigawanye hiyo nchi. Naye Mefiboshethi akamwambia mfalme, naam, hata yote na yatwaa yeye, kwa kuwa bwana wangu mfalme amekuja kwa amani nyumbani kwake. Umeona? Tayari uaminifu wa Mefiboshethi inaonekana. Lakini Daudi alikurupuka. Shimei ametenda vizuri maana Abisai ndiye aliyetaka kumuua, hata kwenye ile sura ya 16 kumuua Shimei aliyemwambia Daudi ya kuwa nini, niache nimvukie ili nifanye nini, niondoke na kichwa chake. Lakini Daudi alikataa. Umeona sasa, akisema kuwa yamkini analani kwa sababu Mungu ameruhusu. Lakini kumbuka ya kuwa kwa Shimei anatenda vizuri, lakini kwa Mefiboshethi ni kweli, kumbe yule Siba, kumbe wale wale punda aliyekwenda nao, kumbe punda moja ilitakiwa itandikwe apande Mefiboshethi aondoke, lakini akaondoka na punda wote na kwenda kumpelekea Daudi kama zawadi. Lakini kumbuka, je, kama huyu Mefiboshethi alikuwa anapanga kuja kufanywa mfalme, angeacha kata kucha, angeacha kuoga, angeacha kunyoa mstari. Kumbuka ya kuwa huyu mtu alikuwa kwenye hali ya kuomboleza, ndio maana hakuoga wala kukata kucha tangu mfalme alipotoka Yerusalemu. Lakini kwa sababu Daudi alishachukua maamuzi ya kumwapia yule bwana, kumwambia achukue kila kitu alichokuwa nayo nani, Mefiboshethi, sasa inabidi sasa kwa aibu amwambia kuwa wagawanye. Sasa wagawanye namna gani wakati yule ni mtumwa, mtumishi yule? Ndio maana uwe makini sana mtu anapokuletea taarifa za mtu mwingine. Kabla hujachukua hatua yoyote, hakikisha umekwenda mbele za Mungu. Amina, watakatifu wa Bwana. Hebu twende. Tena Barzilai Mgileadi akashuka kutoka Rogelimu akavuka Yordani pamoja na mfalme amvushe Yordani. Naye huyo Barzilai alikuwa mzee sana, amepata umri wa miaka 80, naye amemlisha mfalme hapo alipokuwa Mahanaimu, kwa kuwa alikuwa mtu mwenye cheo kikubwa. Naye mfalme akamwambia Barzilai, uvuke pamoja nami nitakulisha kwangu huko Yerusalemu. Lakini Barzilai akamjibu mfalme, siku ni ngapi za miaka ya maisha yangu hata mimi nipande pamoja na mfalme kwenda Yerusalemu? Nimepata leo miaka 80, nami je, naweza kupambanua mema na mabaya? Mimi mtumwa wako, je, naweza kuonja nilacho au ninywacho? Naweza kusikia tena sauti ya waimbaji waume na wake? Kwa nini basi mtumwa wako amlemee bado bwana wangu mfalme? Mtumwa wako ataka kuvuka Yordani tu pamoja na mfalme, tena mbona mfalme anilipie zawabu ya namna hii? Niache nirudi basi mimi mtumwa wako, ili nife katika mji wangu mwenyewe karibu na kaburi la baba yangu na la mama yangu. Lakini tazama, mtumwa wako kimhamu na avuke yeye pamoja na bwana wangu mfalme. Huyo alikuwa ni mtoto wake Barzilai. Barzilai ndiye aliyekuwa sasa anamtunza Daudi kule Mahanimu. Mahanimu bila shaka tuliona ya kuwa ni mahali ambapo Yakobo aliona jeshi la malaika. Umeona, na huko ndiko alikotangazwa mfalme Isboshethi, yule mwana wa Sauli. Lakini Daudi alivuka mto Yordani na akawa upande wa mashariki ya mto Yordani, katika yale makabila
2.5. Lakini kumbuka ya kuwa huyu Basilai ndio aliyemhudumia Daudi. So kumbuka, anamsindikiza mfalme na anamvusha sasa. Lakini mfalme akitaka aende amtendee mema, anamwambia kuwa aende na mwanaye. Lakini hii inatuonyesha kuwa watakatifu wa Bwana, kila msaada unayempa mtu, kila uwekezaji unayowekeza kwenye maisha ya mtu sio batili. Ipo siku utapata kuivuna. Tayari mfalme anapata kibali cha kurejeshwa tena kwenye kiti chake cha kifalme, lakini anataka kutenda mema. So Basilai anampa mwanae ulaji, maana yeye alitaka miaka yake 80 awe karibu sasa na kaburi la nini, baba zake. Maana alikuwa anapenda sana watu wazikwe walikofanya nini, walikozikwa babu zao ama baba zao. Hata sasa hivi ipo, naona watu wanakifa, tunawapelekaga wapi? Mikoani, ili wazikwe karibu na walipozikwa baba zao. Lakini kwa sasa hivi mtu anaweza kazikwa sehemu yote, si ndio? Hebu twende kwa jina la Yesu. Nawe ukamtendee yeye yaliyo mema machoni kwako. Mfalme akajibu, haya Kimhamu na avuke pamoja nami nitamtendea yaliyo mema machoni pako wewe, na kila utakalotaka kwangu mimi nitalifanya kwa ajili yako. Basi watu wote wakavuka Yordani, naye mfalme akavuka. Kisha mfalme akambusu Basilai, akambariki, naye akarejea nyumbani kwa mahali pake. Hivyo mfalme akavuka akafika Gilgali. Kimhamu akavuka pamoja naye, na watu wote wa Yuda wakamvusha mfalme na nusu ya watu wa Israeli. Tena angalia, watu wote wa Israeli wakamjia mfalme wakamwambia mfalme, kwa nini ndugu zetu watu wa Yuda wamekuiba na kumvusha Yordani mfalme na jamaa yake na watu wote wa Daudi pamoja naye? Ndipo watu wote wa Yuda wakawajibu hao watu wa Israeli, ni kwa sababu mfalme ndiye wa jamaa yetu. Mbona basi ninyi mmekasirika kwa ajili ya jambo hili? Je, sisi tumekula kitu cha mfalme, ama ametupa sisi zawadi yoyote? Au watu wa Israeli wakawajibu watu wa Yuda wakasema, sisi tunazo sehemu 10 katika mfalme, tena tunayo haki yetu katika Daudi zaidi kuliko ninyi. Mbona basi ninyi mmetudharau sisi, tusitwakwe kwanza shauri letu katika kumrudisha tena mfalme wetu? Na maneno ya watu wa Yuda yakawa makali kuliko maneno ya watu wa Israeli. Bila shaka tunaona kwa mabishano yanaibuka sasa. Waisraeli maana wao walikuwa na makabila 10. Wayuda walikuwa na makabila 2. Wayuda walikuwa na makabila 2. Kabila la Simeoni waliyepata mgao na urithi wao kama tulivyoona kwenye kitabu cha Joshua wakati wa ugawaji wa nchi ya Kanaani sehemu iliyotekwa. Kumbuka wale wa Simeoni kutokana na ile laana ya sura 49 kitabu cha Mwanzo, Yakobo alipotaka kufa. Ile laana ya wao Simeoni na Lawi fanya nini? Kuua wale wa Shekemu. Inafanya sasa kabila la Simeoni inapotea ndani ya kabila la Yuda. Ndio maana Yuda ilikuwa na makabila mangapi? 2. Nini? Yuda pamoja na Simeoni. Lakini Simeoni ilikuwa isikiki nini? Walisema kwa wao watatawanywa katika urithi wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatimaye mfalme anarudi Yerusalemu, na hebu tuende tuone sura 20. Tukienda kuishia kwa story hiyo katika sura 20 ndio inaishia habari hiyo ya tukio hilo lote mpaka na matokeo yake. Hebu tuende kwenye sura ya 20. Sheba amwasi Daudi. Sheba amwasi Daudi alikuwa ni mwana wa nani na wa kabila gani? Utajua. Dondoo ya kwanza, uasi wa Sheba, mstari wa 1 mpaka wa 3. Dondoo ya pili, Yoabu amuua Amasa. Dondoo ya kwanza ni uasi wa Sheba. Uasi wa Sheba ni mstari wa 1 mpaka wa 3. Uasi wa Sheba mstari wa 1 mpaka wa 3. Dondoo ya pili ni Yoabu amuua Amasa. Hii ni mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Dondoo ya 3 ni Yoabu amfuatilia Sheba. Yoabu amfuatilia Sheba. Hii ni mstari wa 11 mpaka 13. Yoabu amfuatilia Sheba. Mstari wa 11 mpaka 13. Dondoo ya 4, kifo cha Sheba. Kifo cha Sheba
Hiyo ni mstari wa 14 mpaka 22. Kifo cha Sheba. Na dondoo ya 5 ni maafisa wa Daudi. Maafisa wa Daudi, mstari wa 23 mpaka 26. Kama kuna sehemu mtajaelewa, dondoo ya kwanza ni uasi wa Sheba. Mstari wa kwanza mpaka 3. Dondoo ya pili ni Yoabu amuua Amasa. Mstari wa 4 mpaka wa 10. Dondoo ya 3 Yoabu amfuatilia Sheba. Mstari wa 11 mpaka 13. La 4 ni kifo cha Sheba. Mstari wa 14 mpaka 22. Na ya mwisho ni maafisa wa Daudi 23 mpaka 26. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi ilitokea kwamba kulikuwapo mtu asiyefaa, jina lake akiitwa Sheba mwana wa Bikri Benjamini, naye akapiga tarumbeta akasema, sisi hatuna sehemu katika Daudi, wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Pale pale ambapo yale pande mbili hizo zitakuja kugawanyika na kutengeneza mataifa mawili ya kaskazini na kusini, lakini tayari lishagawanyika. Maana wao wanasema sisi tunaye makabila 10 sisi wa Israeli, lakini Yuda ilikuwa na makabila mawili ambayo ni Yuda na Simeoni. Lakini Simeoni alikuwa wasikiki. Lakini kumbuka ya kuwa huyu ambaye anatoka katika Waisraeli ambao ni wa Benjamini mwana wa Bikiri, yeye anapiga tarumbeta, lakini anafanya uasi pale. Kuna watu ambao katika matatizo yako wanafaidika. Kuna watu ambao katika matatizo hapo ndipo kuna faida yao. Usione watu wanapanga mabaya ukadhani ya kuwa haina faida kwao. Hata katika mabaya anayepata kampuni, ama anayepata nchi, ama anayepata kanisa, mabaya hayo yanakuwa na faida kwenye pande moja. Ndio maana unaona sasa katika malumbano kati ya Waisraeli pamoja na Yuda, tayari Sheba anapata mwanya ya kujipenyeza pale. Na kweli alipopiga ile tarumbeta, kilichofuata ni nini? Waisraeli wote wanamfuata. So Daudi anaita nini? Anavotumana Amasa ambao tayari ameshahidi wa Yuda kwa atakuwa anachukua nafasi ya Yoabu. Lakini Yoabu hiyo tayari ni kama kumfanya Amasa uawe. Abner aliyeahidiwa kuwa ni amiri wa jeshi katika nafasi ya Yoabu alimuua. Anavotuma mtu anachelewa, Daudi anatuma watu wengine, wale watu wake sasa, wale mashujaa waende wamfuatilie Sheba, maana alijua Sheba angeleta mabaya zaidi ya Absalom. So kumbuka ya kuwa anamfanya Amasa auawe. Lakini kumbuka Amasa alitakiwa auawe, maana alikuwa katika yeye ndiye aliyekuwa ni mtu aliyekuwa na ukaribu na Absalom, maana mpaka kuchaguliwa kuwa ni kiongozi wa wale wapiganaji wa kundi la Absalom. Hebu twende na zidi kuona kwa mabaya kumbe inazaa mabaya. Mabaya yanazaa mauti. Endeni kila mtu hemani kwake, enyi Israeli. Basi wakapanda watu wote wa Israeli kutoka kumfuata Daudi, wakamfuata Sheba mwana wa Bikiri, lakini watu wa Yuda wakaambatana na mfalme wao toka Yordani hata kufika Yerusalemu. Basi Daudi akaja Yerusalemu nyumbani kwake, kisha mfalme akawatoa wale wanawake 10 masuria aliowaacha kuitunza nyumba, akawatia nyumbani mwa kulindwa, akawalisha ila asiingie kwao. Basi wakafungwa hata siku ya kufa kwao. Muona wale masuria ambaye Absalom aliwajua, Daudi aliporudi wala hakuwa na mahusiano nao tena, lakini aliwaweka sehemu moja wakitunzwa na kulindwa, ili hali wamekaa kama wajane. Umeona sasa, lakini wakitunzwa vizuri mpaka kifo yao. Na mtu anaweza kuuliza kwa wale wake za Daudi ambao Absalom aliwajua, je, Daudi aliwarudia? Daudi hakuwarudia, bali aliwatenga, lakini matunzo walipata mpaka kipindi cha kufa, lakini walikaa hali ya ukiwa kama wajane. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Huku wakiishi hali ya ujane, ndipo mfalme akamwambia Amasa, wakusanye pamoja kwangu kwa siku 3 watu wa Yuda na uwepo wewe hapa. Amasa akaenda kuwakusanya Yuda, lakini akakawia zaidi ya huo muda aliowekewa. Amasa hakujua jinsi ya kukusanya watu, maana kumbuka akatuma kukusanya watu, lakini siku 3 hajarejea na watu wanatakiwa fatwe Sheba. So kumbuka ya kuwa Daudi alichokifanya pale kufanya vizuri, maana Yoabu yupo. Hata anapomtuma mdogo wake, atamtuma mdogo wake Yoabu Abisai, lakini Yoabu naye atakwenda.
Wakifika kule mbele, Yoabu ndiye anachukua mamlaka, maana yeye ndiye amiri jeshi. Pamoja na Abisai alikuwepo, lakini Abisai hakusikika. Lakini Abisai mdogo wake Yoabu alitenda mambo makubwa yanaweza kazidi hata Yoabu. Lakini angetaka kuonekana kaka mtu angemniga mtu. Hebu twende. Basi Daudi akamwambia Abishai, sasa Sheba mwana wa Bikri atatudhuru kuliko Abisalomu. Toa wewe watumishi wa bwana wako ukamfuatie. Tayari Daudi achukui sasa tena jeshi iliyekusanya kule Yuda. Anachukua wale watu masujaa wa mfalme ambao walikuwa wanamlinda, ambao ni Wapelethi, Wagiti pamoja na wale watu mashujaa. Anawaambia Abishai ndio aende. Yoabu yupo, Yoabu ataenda. Asiingie katika mji yenye boma wala kujiponya machoni petu. Ndipo watatoka nyuma yake watu wa Yoabu na Wakerethi na Wapelethi na mashujaa wote, wakatoka Yerusalemu ili kumfuatia Sheba mwana wa Bikri. Basi walipokuwako kwenye lile jiwe kubwa lililoko Gibeoni, Amasa akaja kuwalaki. Naye Yoabu alikuwa amefunga mavazi yake ya vita yaliyoyavaa, na juu yake alikuwa na mshipi na upanga uliotiwa viunoni mwake ndani ya ala yake. Naye alipokuwa akiendelea akaanguka. Naye Yoabu akamwambia Amasa, amani kwako ndugu yangu. Kisha Yoabu akamshika Amasa ndevu kwa mkono wake wa kuume ili akamdanganya kana kwamba anataka amsalimie kwa salamu ya busu. Kumbe mkono wa kushoto tayari umeshachomoa nini? Umeshachomoa upanga kwenye ala yake. Tayari anamtoboa tumbo. Ndipo alivyomfanyia Abner. Alitaka kusema naye neno la siri. Ndio maana Daudi akasema, Abner, mbona umekufa yani kama mtu ambaye sio mpiganaji? So anafanya tena. Wanayetenda mabaya kurudia kutenda mabaya. Hawana jipya. Shetani hana jipya. Mbinu alizotumia miaka 100 iliyopita ndio anayetumia. Hana jipya shetani. Hebu twende. Wala Amasa kuangalia huo upanga uliomo mkononi mwa Yoabu. Basi akampiga nao watumbo, akamwaga matumbo yake chini, asimpige mara ya pili, na akafa. Kisha Yoabu na Abishai nduguye wakamfuata Sheba mwana wa Bikri. Anamuua, lakini wala ajali, yeye anafuata wale kule. Lakini nitakuonyesha ya kuwa mabaya aliyofanya Yoabu yalikuja kumpata Daudi. Sasa aliyekuwa anamuonea aibu, sasa anamfanya nini? Anamuinua mwanae ambaye ni Suleimani, ambaye atamuua. Twende. Akasimama karibu naye mmojawapo wa vijana wa Yoabu huyo, akasema, ampendaye Yoabu na aliye wa Daudi amfuate. Yoabu amfuate Yoabu, lakini Amasa alikuwa anagagaa katika damu yake katikati ya njia kuu. Basi yule mtu alipowaona watu wote wamesimama, akamuondoa Amasa toka njia kuu, akamtia kondeni, akamfunika nguo. Hapo alipoona ya kuwa kila mtu aliyefika kwake anamweka pembeni ili watu wanayepita, yani kama kupotezea nini, kupotezea. So anapowekwa pembeni, maana watu sasa wanaendelea. Lakini huyu Amasa alikuwa na mahusiano gani na Yoabu? Amasa alikuwa ni mwana wa Abigaili, mwana wa Naasi, dada yake Seruya. So Amasa na Yoabu mama zao walikuwa ni mtu na mdogo wake. Lakini umeona sasa, Yoabu yeye alikuwa analitazama sana maslahi yake. Watakatifu wa Bwana, hili ni jambo ambalo litakiwa kuwepo katika nyumba ya Bwana. Maslahi binafsi, inatakiwa maslahi ya kujenga mwili wa Kristo. Umeona sasa, yeye wala kusema laheri wala shari na mfalme akashatangaza Amasa. Lakini yeye ana pamoja na ndugu yake. Usiwe na roho ya uuaji. Usiwe na roho ya uuaji. Roho ya uuaji inaanzia kwenye chuki, hatimaye inakuja kutimia kwenye ulimwengu wa kawaida. Tuwapende ndugu zetu na hata wabaya wetu wote. Amina, watakatifu wa Bwana. Hii dunia inaweza kama sehemu nzuri sana kama tukifundisha injili ya kweli. Dunia itakuwa sehemu nzuri ya wetu. Hata watu hawezi kuuana. Hata silaha haiwezi kutengenezwa, maana silaha inatengenezwa sio kwa ajili ya wanyama wengine, kwa ajili ya mwanadamu. Na alipoendelewa katika njia kuu, watu wote wakapita wakamwandama Yoabu ili kumfuatia Sheba. Mwana mwandamaje Yoabu wakati Abisai ndio kaambiwa kuwa mfuatie Sheba?
Yoabu alikuwa ni kibelebele front asiyekubali nafasi yake kuchukuliwa na mtu mwingine. Naye akapita kati ya kabila zote za Israeli mpaka Abeli na kwa Beth-Maaka na Wabikiri wote, nao wakakusanyika wakaenda pia kumwandama. Wale wote waliokuwa wa jamaa wa Sheba wanamwandama, lakini kumbuka kwa Sheba katika muda mfupi huo ameshapita kwenye makabila yote, ukiachia kabila la Yuda na Simeoni, amepita kwenye makabila yote kule. Anakwenda kupatikana wapi? Abeli ilikuwa ni kule kaskazini mwa nini? Kaskazini mwa Dan. Dan ilikuwa ndiyo kabila iliyokuja kuwa katika urithi ya mwisho kabisa ya Israeli ambao ni kaskazini. So anapata kwenye mwisho kabisa kule. Nao wakaja wakamhusuru katika Abeli wa Beth-Maaka, wakafanya chuguu mbele ya mji, nayo ikasimama kuelekea ngome, na watu wote waliokuwa pamoja na Yoabu wakavunja ukuta wapate kuubomoa. Ndipo akalia mwanamke mmoja mwenye akili toka mjini, sikieni na mwambieni na Yoabu aje hapa karibu niseme naye. Basi akakaribia na yule mwanamke akasema naye. Ndipo Yoabu akajibu ndimi, akasema wewe ndiwe Yoabu? Akajibu ndimi. Ndipo akamwambia sikia maneno ya mjakazi wako. Akajibu mimi nasikia. Kisha akanena akisema, watu unena zamani za kale wakisema, wasikose kuuliza huko Abeli, ndivyo walivyo. Mji wa Abeli ilikuwa ni mji yenye hekima na maarifa. So huyo mwanamke anamkumbusha kuwa mji wa Abeli ilikuwa ni mji mama katika Israeli, ambayo watu walikwenda kufuata hekima na maarifa. Lakini wewe kama mwanamama, je, unasimamaje kwenye nafasi yako? Hebu ona jinsi huyo mwanamama ataokoa ule mji, maana tayari wale walianza kuibomoa mji ili wampate Sheba. Lakini ule mwanamke ataleta suluhisho. Awe ni baba, awe ni mama, awe ni mtoto, awe ni mzee, kila mmoja asimame kwenye nafasi yake na atapata kuokoa watu. Amina, watakatifu wa Bwana. Nafasi yako muhimu sana kwenye maisha ya watu. Unaweza ukawa wewe ndio suluhisho pale kwenye mtaa wako ama kwenye taifa lako. Yawezekana wewe ndio suluhisho kwenye amani ya Injili. Mimi ni wa hao wenye amani walio waaminifu katika Israeli. Wewe unatafuta kuharibu mji na mama wa Israeli. Mbona wataka kumeza urithi wa Bwana? Yoabu akajibu akasema, mwanamke huyo umesikia anapokaa kwenye mzinga, anataka kumeza urithi wa Israeli. Lakini ni mwanamke, lakini Yoabu alishageuza ile nchi kuwa kama shamba la bibi. Hakuna tena torati. Daudi na Yoabu anafanya anapotaka. Usifanye unapotaka kwenye wokovu wa takatifu wa Bwana. Kaa katika mapenzi ya Mungu. Hata Injili imegeuzwa kuwa shamba la nini? Habibi. Hebu twende. Yoabu akajibu akasema, isiwe kwangu ni umeze wala kuharibu. Neno hili silo hivyo, lakini mtu mmoja wa milima Efraimu, Sheba mwana wa Bikri jina lake, ameinua mkono wake juu ya mfalme naam Daudi. Basi mtoeni yeye tu, nami nitaondoka katika mji huu. Basi yule mwanamke akamwambia Yoabu, tazama kichwa chake utatupiwa juu ya ukuta. Ndipo yule mwanamke akawaendea watu wote katika akili zake, nao wakamkata kichwa Sheba mwana wa Bikri, wakamtupia Yoabu huko nje. Hawakufungua milango yao, lakini yule mwanamke anasema na watu, mtu mmoja kwa nini afanye wote waangamie? Akamkamata Sheba, akakatwa kichwa, akaambiwa huko wapi? Huko niko huko, akatupiwa kichwa cha Sheba huyo hapo. Lakini kumbuka, safari hiyo alitakiwa aongoze Abishai, lakini Yoabu tayari ameshakuwa kibelebele front, kashachukua nafasi. Alitaka kupokea sifa. Na utaona kabisa tunapoingia kitabu cha Wafalme wa kwanza, ataungana na muasi, ataungana na Adonija huyo. Na hapo ndipo itapelekea mtu huyo kuuawa kwa sababu ya mabaya haya anayetenda. Unayetenda mabaya leo unapanda katika maisha yako ya kesho,
ama maisha ya watoto wako, ama maisha ya wajukuu wako, ama maisha ya wajukuu wa watoto wako. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo akapiga tarumbeta, nao wakatawanyika kutoka mjini, kila mtu hemani kwake. Naye Yoabu akarudi mpaka Yerusalemu kwa mfalme. Basi Yoabu alikuwa juu ya jeshi lote la Israeli, na Benaya mwana wa Yoyada alikuwa juu ya Wakerezi na juu ya Wapelezi, na Adoramu alikuwa juu ya Shokoa, na Yehoshafati mwana wa Ihuludi alikuwa mkumbushi, na Shausha mwandishi, na Sadoki na Abiathari walikuwa makuhani. Tena na Ira Myairi alikuwa kuhani kwa Daudi. Bila shaka kama tulivyoona kwenye sura ya 6, wale maafisa wa Daudi, nafasi inayoongezeka hapo ni mtu mmoja anaitwa Adoram. Adoram, nafasi hiyo inasababishwa nafasi ya kusimamia wale mateka na wafanyaji wa kazi ngumu. Nafasi hiyo inatengenezwa, lakini kiongozi wake akiwa ni Adoram. Hiyo ndio nafasi inayoongezeka katika wale viongozi tuliyeona Daudi akiwa amefanya nini? Amewachagua. Lakini mabaya aliyetenda Yoabu kwa wakati wako utasoma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 1 mstari wa 7, utaona anavyoungana pale na Adonija. Lakini sura ya 2, Wafalme wa Kwanza sura ya 2 mstari wa 28 mpaka 35, utaona kifo cha Yoabu, jinsi atauoa kwa sababu ya mabaya aliyefanya, kumuua Amasa, kumuua Abner pia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uasi kwenye Biblia. Nitagusa tu mpaka pale tulipofikia kwenye Samueli wa 2, lakini tutakapoenda kule mbele nitakuonyesha uasi uliyetapakaa kwenye Biblia na matokeo yake. Uasi wa kwanza ilikuwa ni Adamu na Hawa. Hii tunapata kwenye Mwanzo sura ya 3. Matokeo yake ni kufukuzwa kwenye bustani ya Eden, yani kutoka mbele za Bwana. Uasi wa pili tuliona Israeli wanamwasi Musa wapi? Pale katika jangwa. Hesabu 14. Matokeo yake ni kugeuzwa na watu kukaa miaka 40 na wote waliokuwa na zaidi ya miaka 18 kufa. Tuliona pia uasi wa Kora alipomwasi Musa. Hiyo tunapata kwenye Hesabu sura 16, ambayo matokeo yake ni ardhi ilifungua kinywa na kumeza Kora na wale washirika wake. Uasi mwingine ni Israeli juu ya Mungu. Hii tunaipata kwenye Waamuzi sura ya 2. Waliondoka katika mapenzi ya Mungu baada ya kifo cha Yoshua, na Mungu akaondoa ulinzi wake na wakatumikishwa kweli kweli. Na walipomrudia Bwana, Bwana alifanya nini? Bwana aliwainulia maamuzi. Alafu uasi wa 5 ni Absalom. Tunaona kwenye Samueli wa 2 sura ya 15 na 18. Lakini ya 6 na ya kukamilisha ni ya Sheba, ambao tumeona kwenye Samueli wa 2 sura ya 20. Watakatifu wa Bwana, unaposema habari za uasi, uasi ni nini? Ukisoma kwenye Agano Jipya, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 4, inasema ya kuwa atendaye dhambi hufanya uasi. Maana dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. So kumbuka, dhambi ya kwanza kutendwa ilitendwa mbinguni. Ilikuwa dhambi gani? Ilikuwa dhambi ya uasi. Ndio maana matokeo ya uasi mahala popote kuleta kifo. So kaa mbali na uasi. Usimwasi Bwana kwa kutenda dhambi. Usimwasi Bwana kwa kuungana na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu, nitaishia hapo, na kesho tumebaki na sura 4, tutaenda sura 2, na kesho kutwa tutaenda sura 2. Ijumaa tunataka tujifunze katika tabia ya kila moja. Tuone tunajifunza nini katika tabia ya kila moja tuliowaona kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza na kitabu cha Samueli wa 2 siku ya Ijumaa. Lakini Alhamisi kwa neema Mungu tutamaliza kitabu cha Samueli wa 2. Lakini nataka tuone tabia za Daudi ni zipi zisizostahili, ni zipi zinazostahili. Tabia za Sauli
tabia za Samueli, tabia ya Amasa, tabia ya Yoabu, alafu tuone tunawekaje kwetu. Tuliona kabisa kwa Daudi tukimleta kwenye Agano Jipya, yeye tunamweka kwenye nafasi ya juu ambayo ni wa askofu ama bishop. Lakini sasa tulimpeleka kwenye nini? Kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13. Tukaona kama tutakwenda kwa Daudi asingekuwa kabisa askofu. Je, maaskofu sasa wanachaguliwaje? So maona sasa tutaona hiyo siku ya Ijumaa. Na ukitoka hapo kama huwezi kubadilika tabia, basi wewe ni sikio la kufa ambao ilifanya nini? Halisikii dawa. Nani mwenye neno kabla sijamshukuru Bwana? Wafalme hiyo nani kumalizia. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7. Hiyo ni uasi wa Yoabu anapoungana na Adonija. Alafu kifo cha Yoabu ni Wafalme wa pili mstari wa 28 mpaka 35. Utasoma kwa wakati wako, lakini huko tutakwenda. Huko wiki ijayo tuko kwenye Wafalme wa kwanza. Hatulazi damu sasa hivi. Yaani sasa hivi tunanyoka. Tunataka tuone mwezi wa 6 tumefika wapi. Namba 5 unasema uasi na namba 5 kwa nini baba? Namba 5 kwenye Hukumu unasema kwamba uasi namba 1 ilikuwa Adamu na Hawa. Sasa namba 5 unasema nini? Absalom ambao ni Samueli wa pili sura 15 mpaka 18. Alafu ya 6 ni Sheba. Tumeona kwenye sura 20 mstari sura 20 Samueli wa pili. Namshukuru Mungu. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya neema yako iliyokuwa pamoja nasi. Baba, tabia zote mbaya kwenye sura tulizopitia utuepushe nayo Baba, na mazuri yote Baba. Baba, iwe ni sehemu ya maisha yetu. Neno lako Baba iendelee kufungua wote kutokana na maagano na mabaya kwenye ukoo Baba na mama. Baba, kila kamba iliyounganika na maisha yake na maisha ya uzao wake, kazi yake Baba, neno hili alilosikia Baba imtamia hata tokapo hapa, iendelee kukata kamba hizo. Na Baba, miunganiko yote katika ndoto, katika magonjwa Baba wa rehema pacha, ama magonjwa yanayofanana Baba na magonjwa ya waliotangulia mbele ya haki ndugu zake, tunayafuta zote, na mabaya katika ndoto tunaondoa. Asante Baba kwa ajili ya kitabu chako cha Samueli wa pili. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme haleluya. Haleluya. Hebu punga hivi, sema haleluya.